Marekani imeshambulia Syria kwa mabomu kulipiza kisasi vifo vya Wamarekani. Washington inasema mashambulizi hayo ni kitendo cha kulipiza kisasi badala ya kutangaza vita. Marekani imeanzisha mashambulizi ya angani dhidi ya wale wanaodaiwa kuwa Islamic State ICC nchini Syria katika kile Rais Donald Trump alichoeleza kuwa ni kulipiza kisasi kwa mauaji ya wafanyakazi wa Marekani mapema mwezi huu. Katika taarifa yake siku ya jana Ijumaa, Trump alisema mashambulizi hayo yaliamriwa kujibu shambulio la Desemba 13 karibu na Palmyra ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi wawili wa Marekani na mkalimani wa kiraia. Kwa sababu ya mauaji ya kikatili ya ICC ya wazalendo shupavu wa Marekani nchini Syria, natangaza kwamba Marekani italipiza kisasi kikubwa kama nilivyoahidi kwa magaidi wauaji, Trump alisema. Tunapigana vikali dhidi ya ngome za ICC nchini Syria, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Kwa upande wake, waziri wa vita Pete Hegseth amesema vikosi vya Marekani vimeanzisha operation ya Hawkeye Strike inayolenga wapiganaji wa ICC, miundombinu na maeneo ya silaha, ambapo operation hiyo alisisitiza ilikuwa ya adhabu baada ya kufungua mzozo mpana. Huu sio mwanzo wa vita, ni tangazo la kulipiza kisasi, Hegseth alisema. Ikiwa unalenga wa Marekani popote duniani, utatumia maisha yako kwa mafupi ya wasiwasi kujua kwamba Marekani itakuwinda, itakupata na kukuua bila ya huruma, anasema Pete Hegseth, waziri wa vita nchini Marekani. Hata hivyo, hayo yanajiri baada ya wanajeshi wawili wa Marekani na raia mmoja kuuawa kwa bunduki, ambapo inadaiwa kwamba ni kundi la ICC ama wapiganaji wa ICC ambao walifanya mauaji hayo. Kamandi kuu ya Marekani imethibitisha kwamba vikosi vya Marekani vimeanza mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya ICC na maeneo ya silaha nchini Syria. Operation hiyo ilihusisha ndege za kivita, helikopta za mashambulizi na mali nyingine za kijeshi. Pentagon bado haijatoa maelezo juu ya idadi ya malengo yaliyopigwa au hasara iliyosababishwa, ikisema tathmini ya uharibifu wa vita inaendelea. Mashambulizi hayo yanafuatia shambulio la kuvizia karibu na Palmyra, ambapo mtu aliyekuwa na bunduki alifyatua risasi kwenye doria ya pamoja iliyohusisha vikosi vya Marekani na serikali ya Syria. Mshambuliaji aliwaua baadaye, kulingana na CENTCOM. Washington imeilaumu ICC kwa shambulizi hilo na kuonya kwamba mashambulizi zaidi dhidi ya wanajeshi wa Marekani yatakabiliwa kwa hatua za ziada za kijeshi. Uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini Syria ulianza tangu utawala wa Rais Barack Obama, ambao ulipeleka wanajeshi bila idhini ya Damascus chini ya lengo lililotajwa la kupambana na ugaidi. Vikosi vya Marekani vimesalia nchini humo tangu wakati huo, ikiwa ni pamoja na chini ya Rais Trump ambaye alikiri waziwazi wakati wa muhula wake wa kwanza kwamba wanajeshi wa Marekani walikuwa wakikaa Syria kutunza mafuta. Trump alisema serikali mpya ya Syria inafahamu na inaunga mkono mashambulizi hayo ya kulipiza kisasi, akionya kwamba kundi lolote linalowatishia wa Marekani litakabiliwa na nguvu kubwa. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Nawe bila shaka una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ufahamu ni nini kinachojiri katika ulimwengu.